Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa kituo cha Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote. Watu wengi wamekata tamaa mara baada ya kutumia madawa sehemu mbalimbali na maradhi kuwa yanajirudia, na hivyo kupelekea watu kuonekana ugonjwa huu ni ugonjwa sugu. Na tunapozungumza ugonjwa sugu, maana yake ni ugonjwa ambao umekuwa ukitibiwa mara kwa mara na kujirudia. Kwa hiyo tukushauri, kama wewe umekuwa na changamoto ya ugonjwa wowote, iwe UTI, iwe fungus, iwe PID na magonjwa yote yamekuwa ukijitibu na ya kujirudia mara kwa mara, tukushauri urudi kwenye tiba mama ambao ni tiba asili. Na tunapozungumza tiba mama kwa sababu ndiye mwanzilishi wa tiba kwa mwanadamu tangu ameanza kuwepo duniani. Kwa hiyo tukushauri rudi kwenye tiba asili, tiba mama, na kwenye kituo sahihi ili ukaweze kupata tiba ambayo itaondoa changamoto hiyo na kupona kabisa. Tunaamini ya kwamba watu wengi ambao wamekuwa wakiishi kwa kutumia dawa za asili, wengi wamekuwa wakiepuka maradhi ya kuumwa mara kwa mara kwa sababu wanakuwa hawajazi kemikali sumu nyingi ndani ya miili yao. Kwa hiyo wamekuwa wako very smart kwa sababu ya namna hiyo. Kwa hiyo tukushauri, kama una changamoto, tuone Song'wa, tunakuhakikishia kwamba changamoto za muda mrefu zitaondoka. Na kingine, kuna maradhi mengi ambayo hayatibiki kwenye dawa za kizungu kama tulivyozoea, lakini yamekuwa yakitibika kwenye tiba za asili kupona kabisa. Kuna maradhi mengi, mfano vidonda vya tumbo, kisukari, pressure, homa ya ini na magonjwa mengine. Yote haya yamekuwa hayatibiki kwenye dawa za kizungu, yamekuwa yakitulizwa, na mwisho wa siku changamoto hii inajirudia. Lakini kwetu tunatibu kupona kabisa. Mfano, kuna changamoto ya ugonjwa wa homa ya ini. Homa ya ini ni tunasema ziko za aina mbili. Homa ya ini ya kwanza ni ile ambayo mtu anaipata kwa namna ya maisha yake anavyoishi, lifestyle. Ni kwa namna gani lifestyle? Yawezekana wewe ni mtumiaji wa pombe kali kupita kiasi, hali ambayo inaweza kapelekea changamoto kwenye ini lako, ambayo ni homa ya ini ya kawaida. Ama yawezekana wewe uko na utumiaji wa sigara kupita kiasi, ambayo pia inaweza kuhatarisha tatizo la ini lako. Lakini yawezekana pia wewe unafanya kazi kwenye baadhi ya viwanda vyenye kemikali kwa wingi. Sasa mwisho wa siku ile kemikali umekuwa ukiivuta mara kwa mara, pengine vitendea kazi kwenye kile kiwanda ni adimu, vichache. Mwisho wa siku unajikuta tayari umeingia kwenye changamoto hii ya homa ya ini ya kawaida. Lakini pia yawezekana wewe umekuwa mtumiaji dawa kemikali kupita kiasi. Hali hiyo ambayo inaweza kupelekea ukapata shida ya homa ya ini ya kawaida, ambapo dawa hii ya kutibu homa ya ini ya kawaida tunatibu kwa dawa yetu inaitwa Nkanya. Kwa watu ambao wana changamoto ya homa ya ini ya kawaida, wanatumia hiyo dawa yetu ya Nkanya ambayo ndiyo Kanya Plus, ambayo hii ina sifa ya kutibu homa ya ini ya kawaida itokanayo na lifestyle ya maisha ambayo wewe mwenyewe pengine bila kujua au kwa kujua umejikuta ukaingia kwenye hatari hii. Lakini sifa nyingine hii dawa ya Nkanya Plus inatibu pia changamoto ya figo. Na katika figo kuna sababu nyingi ambazo pia zinaweza zikapelekea kuhatarisha figo. Maana yake kwamba yawezekana umekuwa ukiishi na ugonjwa wa UTI kwa muda mrefu, umekuwa ukiutibu unajirudia, mwisho wa siku unaenda kupelekea changamoto kwenye figo na kupata athari ya figo, ambao watu hawa watatumia dawa hii ya Nkanya Plus. Lakini pia kwenye figo inaweza kuwa pia ni yale ya utumiaji wa dawa kemikali kupita kiasi, pia inaweza kuhatarisha figo. Lakini kuna vyanzo vingi ambavyo vinaweza kuleta shida kwenye figo, lakini Nkanya Plus yenyewe inatibu tatizo la figo pamoja na homa ya ini ya kawaida. Lakini kuna homa ya ini itokanayo na virus ambayo tunaita hepatitis. Na hii hepatitis ziko kama 4 hivi. Kuna hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Zote hizi ni aina ya homa ya ini itokanayo na virus.
na ugonjwa huu hauna tiba yeyote katika dawa za kizungu. Kama virus wataweza kuondoka, lakini mara chache sana ambao watu wanaweza wakaondoka virus kwa namna ile. Manake the way kadri virus wanapokuwa wanakaa ndani ya mwili wanazidi kuongezeka. Na wanazidi kuongezeka, kwa hiyo hawezi kuuliwa na ile kinga. Kwa hiyo kinga zako za mwili, kwanza kitendo cha mpaka virus kuonekana kwenye mwili wako, maana yake zile kinga zako zimeshindwa kuwapambana nao na kuweza kuwaondoa. Kwa hiyo sio rahisi wakaondoka. Ndio maana asilimia kubwa wengi wakiambiwa miezi 6 wakirudi wanakuta tayari virus wapo, wanaambiwa wameshakuwa chronic, maybe tusubiri waongezeke kidogo ndipo uanze dawa. Kwa sababu unapoambiwa usubiri kidogo ili uanze dawa, kwa sababu hiyo inakuwa ni life ya maisha, ya lifestyle yako ya maisha ya kunywa dawa hizi za homa ya ini kwa maisha yako yote, kama ambavyo ilivyo kwa mtu mwenye sukari, kama vile ilivyo kwa mtu mwenye maambukizi ya HIV. Kwa hiyo hii inakuwa ni lifestyle ya maisha yako. Sasa kwa namna hiyo, mtu wakati mwingine anajaribu kukupa muda tu ili kusudi usiweze kuchoka utumiaji wa dawa kwa muda mrefu. Kwa lakini mwisho wa siku lazima utumie. Lakini tunaposema sisi tunayo dawa yetu ya kutibu ugonjwa wa homa ya ini, hepatitis B, maana yake kwamba dawa hii inaenda kuondoa jamii yote ya virus bila kujali una hepatitis B, C, D ama E. Zote hizi ni jamii ya virus ambao wanaondolewa na dawa yetu ya Magida. Dawa yetu ya Magida ndio dawa pekee ambayo imeonyesha uwezo mkubwa wa kutibu tatizo hili la homa ya ini, ya hepatitis B ama C au D, kupona kabisa. Na baada ya kupona, tumekuwa tukiwashauri watu wote ambao tumewapa tiba kupona waende kuanza chanjo ili kwamba wasipate maambukizi tena, kwa sababu ugonjwa huu unaambukizana kwa namna ambayo pengine bila kuitarajia. Mfano, unaambukiza ugonjwa kwa njia ya majimaji. Inaweza ikawa wewe kwamba pengine uko na mpenzi wako, lakini mpenzi wako akawa na ugonjwa huu, lakini kwa sababu mnajamiana au mnapeana mate for anything au majasho kwa kukumbatiana, hali hii ya jasho la mtu na mtu linaweza kupelekea ukapata maambukizi haya ya homa ya ini. Lakini mtoto anaweza kazaliwa pia na maambukizi haya. Lakini pia namna pia katika msongamano, watu kwa msongamano ya watu wengi, majasho yanapishana, mtu anakugusa jasho lake. Sasa kama mtu huyu ana maambukizi, mwisho wa siku unajikuta tayari umeingia kwenye maambukizi haya ya homa ya ini, hepatitis B. Lakini pia kama nilivyosema kwamba ugonjwa unaambukizwa kwa njia ya majimaji. Unaweza ukakaa na mtu anaongea, halafu kuna watu wengine wanaongea mate anaruka sana. Sasa kitendo hicho unakuwa unakaa mtu, sababu watu wanaongea na mtu wakati mwingine uweze kuangalia pembeni kwamba unasemaje kibinadamu na kwa maisha ambayo sisi wa Afrika na tulivyolelewa kawaida tu, hauwezi kuongea vile. Ukiongea vile itaonekana unadharau, unajisikia. Kwa namna yote ile utamsikiliza mtu kwa kumwangalia wakati anaongea na wewe. Na kitendo hicho sasa cha kuongea, kama mtu unaongea naye ana maambukizi, lazima mate atakurukia. Kama anatoa mate, yatakudondokeza mdomoni au sehemu yoyote. Kwa na mwisho wa siku unaingia kwenye hatari ya ugonjwa wa homa ya ini. Sasa basi, na kingine, kwa hali ile ile unaweza kaambiwa kuna mgonjwa anaumwa, yuko hospitali. Yawezekana ni ndugu yako, rafiki yako, ndugu wa mmeo, ndugu wa mke, ndugu wa rafiki yako, mmeenda kumsalimia hospitalini. Lakini mgonjwa huyu anaweza akawa na ugonjwa wa homa ya ini. Na unakuta tumbo mpaka tumbo limevimba, sio miguu. Hafu mwisho wa siku wewe unaenda, kwa sababu ya maisha ya Kiafrika tulivyozoea kwamba heshima ni kumpa labda mkono mtu. Sasa utamsalimia mkono, doesn't matter, pengine kuna majimaji, kuna jasho. Kwa mwisho wa siku unakuta umepata ugonjwa huu wa homa ya ini. Kwa hiyo sasa ugonjwa huu unaambukiza katika mazingira ambayo wakati mwingine huwezi kujiepuka kwa mazingira ya ubinadamu wetu, utu wetu. Ndio inapelekea watu wengi wamejikuta wanapata magonjwa haya. Ugonjwa huu mwanzo ulikuwa usambai sana kama ilivyo sasa. Kwa ndio maana tumewashauri watu, hata tuliowapa tiba sisi wengi waliopona tukawapeleka kwamba waende hospitalini wakachome chanjo ili wasiweze kupata maambukizi haya tena.
na ugonjwa huu una dalili kadhaa wa kadha, na ndio maana hata dawa zetu tuna package mbili. Package ya kwanza ni ya siku 14 na package ya pili ya siku 21. Package ya siku 14 ni ya mtu ambaye ameenda kupimwa akaonekana ana maambukizi, lakini hana dalili yote ya kuumwa, hana chochote ya kuonyesha kwamba ni mgonjwa, anafanya shughuli zake kawaida bila shida yoyote kabisa, yuko vizuri, comfortable kabisa, na hana shida. Aidha kwenda kusafiri kwenda nje, au alikuwa anataka kufanya check up tu ya mwili wake, mwisho wa siku ajikuta ana hii changamoto ya homa ya ini. Huyu mtu haumwi, ila ameonekana wakati wa kupima, wakati aidha kwa sababu baadhi ya sababu ambazo nimezielezea. Kwa hiyo kulingana na mazingira haya, kwa hiyo mtu huyu ndiye anayetumia package ya siku 14. Lakini kuna mtu anayetaka kutumia package ya siku 21, ni yule mtu ambaye tayari ana ugonjwa, lakini ameshaanza kusikia baadhi ya dalili, aidha maumivu ya mbavu sasa za chini upande mmoja, upande zote mbili, au tumbo kujaa, au kuwa na njano baadhi ya viungo vyake vya mwili, kwenye vidole vya mkono au kwenye kucha, au wakati mwingine choo anakuwa anatoa kama makamasi. Hizi ni dalili, au tumbo kuvimba kabisa. Hizi zote ni dalili za mtu ambaye sasa huyu anataka kutumia package ya siku 21. Hata yule ambaye tumbo imevimba kabisa, hajiwezi kabisa, huyu pia yuko kwenye package ya siku 21. Kwa hiyo tunaposema kwamba sisi tunatibu, ni kuondoa tatizo, kupona kabisa, na baada ya hapo uchome chanjo. Na tunasema kuchoma chanjo kwa sababu utakapopona wewe, bado utarudi kuishi na jamii ile ile ambayo ulikuwa unaishi nayo mwanzo kabla haujaumwa. Sasa kama utaishi na jamii ile ile na hata baada ya kupona, je, kama kuna mmoja ulimwambukiza wakati unaumwa, wewe umepona, unarudi kuendelea kuishi na yule mtu, na tumekueleza sababu za namna gani unaweza kupata maambukizi. Maana yake kwamba unaweza kujikuta tena ugonjwa huu umekurudia wewe na ukapata tena maambukizi. Tukushauri, kama unaumwa, ni ndugu yako, ni rafiki yako, ni mama yako, ufike kwenye kituo chetu, tutakupa tiba yetu ambayo ni ya Magida kama nilivyosema, ambayo itatibu kupona na sio kuishi kwa utumiaji wa dawa hizi. Na hii itakusaidia wewe. Kumbuka, unapokuwa na changamoto ya ugonjwa wa homa ya ini, kwanza inakutengenezea msongo wa mawazo, kwa sababu unajiona kama wewe ni wakufa kesho ama kesho kutwa. Na msongo wa mawazo ushusha immunity zako, maana yake kinga zako za mwili zitashuka, na zikishuka maana yake unaipa support ugonjwa, unaanza kukua kwa haraka, na ndipo unaweza kujikuta umeingia kwenye stage hii ya pili ambayo nimeweza kuielezea. Na sisi tunapatikana Tanzania nzima. Mkoa wote ulipo, wasiliana sisi, utapata tiba. Lakini unaweza ukatutembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii. Maana yake kwamba unaweza kutufuatia kwenye mitandao ya kijamii, aidha kwenye YouTube channel yetu ya Damaki TV YouTube, ili ukapata mafundisho na elimu nyingi, ili Mungu aendelee kukufunua kupitia wanadamu ambao anawatumia. Lakini unaweza ukaingia YouTube utaandika Damaki TV, au ukaingia Instagram ukaandika nsongwa_traditional_clinic, ama ukatutembelea kwenye website yetu kwa kuandika www.damakihepoclinic.co.tz. Ukiingia pale utaweza kupata elimu nyingi, utapata madawa mengi, na kama nilivyosema tunapatikana Tanzania nzima, Zanzibar tupo, huku bara kote tuko, lakini pia tuna matawi nje ya Tanzania kama Zambia tuko, DRC Congo tupo, lakini pia Botswana tuko pale, Broadest Tawana pale tupo, lakini pia nje ya nchi zingine duniani kote tumekuwa tukituma dawa kwa uaminifu, kwa maana ya kwamba Mungu anapomtumia mwanadamu mahala popote, lazima sauti yake isikike na aweze kusaidika. Lakini unaweza kuchukua namba yangu hiyo ukanipigia mimi mwenyewe Dr. Damaki, ambaye the founder wa Song'wa Traditional Clinic, ili upate msaada. Namba yangu ya simu ni 0752629252. Sisi sio wale. Afya yako jukumu letu.